Moja ya story ambayo tumewahi kuifanya hapa katika jukwaa hili ni story ya matukio ambayo yalitokea katika michezo miwili, mchezo wa JS Kabylie dhidi ya Young Africans na wa AS FAR Rabat dhidi ya Al Ahly ya Misri. Na tulizungumzia juu ya kadhia nzima ambayo ilitokea katika ule mchezo, kwa maana ya vurugu ambazo zimetokea katika michezo hiyo miwili. Vurugu zilikuwa kubwa sana, hususan mchezo wa AS FAR Rabat na Al Ahly ulikuwa una vurugu nyingi ndani yake, na tukaangalia vitu vingi sana hapo ndani. Lakini pia tuliliachia kwamba Young Africans wamekaa pembeni wenyewe, wanasubiri kuona adhabu ambazo zitatolewa na CAF au majibu ambayo yatatolewa na CAF. Baadaye CAF wakarudi wakaja na majibu ya kukemea vikali juu ya ghasia ambazo zilitokea katika michezo hiyo miwili, lakini wakaenda mbali zaidi, wakasema kwamba hili jambo limechukuliwa na lipo katika kamati ya nidhamu ya CAF. Kwa hivyo tunasubiri hiyo kamati itakuja na majibu gani. Sasa leo hii moja ya taarifa ambayo imetoka kupitia kamati hiyo ya nidhamu inahusu klabu ya AS FAR Rabat. Bwana, klabu ya AS FAR Rabat kwa mujibu wa taarifa inaeleza kwamba klabu hiyo imepigwa faini ya dola za Kimarekani 100,000 kwa kesi mbalimbali. Yani hapo ndani kuna sababu mbalimbali, lakini chanzo kikuu ni vurugu ambazo zimetokea katika mchezo wao dhidi ya Al Ahly. Sasa tutakwenda kuangalia Yanga na kwenda kunufaika vipi na adhabu hii. Adhabu ambayo wamepigwa nayo ya kwanza ni dola 15,000 wamepigwa, na dola 15,000 hiyo kwa ajili ya ball boys, wale vijana waokota mipira walikuwa wakichelewesha mpira kuingiza uwanjani. Kwa hiyo wale wana adhabu kutokana na ball boys. Lakini eneo la pili la adhabu ambalo wamepewa ni eneo la lasers au matumizi ya lasers. Tunafahamu kwamba zile lasers hazitakiwi uwanjani, yani zile taa kali ambazo zinapiga mchezaji usoni, sometimes wanapigwa marefarii, na amini tunazielewa hizo taa, hazihitajiki uwanjani. Kwa hiyo na wenyewe pia ni eneo ambalo wamepigwa fine AS FAR Rabat. Eneo jingine ni la kurusha chupa. Yes, walikuwa wanarusha chupa nyingi sana, tuliona ile mechi. Kulikuwa kuna vurugu katika hilo eneo la kurusha chupa uwanjani. Na eneo jingine ambalo pia limepigwa fine ni eneo la kifaa cha ncha kali kilionekana uwanjani. Something looks like a knife, kama kisu hivi. Kwa hiyo ile ni eneo jingine ambalo klabu ya AS FAR Rabat wamepigiwa adhabu katika ile dola 100,000. Dola 100,000 wastani milioni 240 na kitu hapo 47 hivi. Sio fedha nyingi sana kwa nature hizi klabu wanaweza kulipa, inawezekana kawa so big deal. Pigo kwao, adhabu hiyo imefungamana na adhabu ya kufungiwa kuto kuingiza mashabiki katika michezo miwili ya ligi ya mabingwa Afrika. Na katika michezo hiyo miwili ratiba inaonyesha AS FAR Rabat wanacheza na JS Kabylie katika mchezo unaofuata wakiwa nyumbani. Lakini wakati huo mchezo mwingine ambao wanakwenda kuathirika nao ni mchezo wao kwa maana ya AS FAR Rabat dhidi ya Young Africans. Huu ni mchezo mwingine ambao wanakwenda kunufaika nao, amekuwa kuathirika nao. So kwa hiyo michezo miwili ukiangalia ni michezo ambayo AS FAR Rabat walikuwa wanahitaji sana, kwa sababu kwenye kundi lilivyo so far AS FAR Rabat hawapo katika mazingira mazuri, na nafasi ya 3 katika msimamo huko Al Ahly na Young Africans wakiwa wako pale juu, yeye yuko nafasi ya 3. Ni timu ambayo ilikuwa inahitaji kuwa na full supporters uwanjani ili waweze kufanya vizuri, kwa sababu ni tunatumia neno lazima, kwamba imefikia hatua ni lazima wao kushinda mechi zao wakiwa nyumbani. Sasa wanaendaje kushinda mechi zao ikiwa hawana mchezaji wa 12 kwa maana ya mashabiki? Hilo ni eneo ambalo linaweza likakuumiza sana, kwa maana ya kukosa mashabiki. Linaweza likaumiza sana AS FAR Rabat kukosa mashabiki. Young Africans wanakwenda Morocco, Prince Moulay Abdullah kucheza dhidi ya AS FAR Rabat bila ya uwepo wa mashabiki. Hii ni taarifa nzuri sana kwa Young Africans kwenda Morocco bila ya uwepo wa mashabiki wa AS FAR Rabat. AS FAR Rabat ni timu yenye mashabiki wengi,
tena tu sio wengi, mashabiki vichaa wakiwa nyumbani, wana ultra fans, mashabiki ambao wanashangilia kwa nguvu. Hata hizo fujo ambazo tumeziona dhidi ya Al Ahly ni ule muendelezo wa kuwa na mashabiki ambao ni ile lugha ya mashabiki vichaa. Kwa hiyo wanapokosekana uwanjani inakuwa ni pigo kwa upande wa AS FAR Rabat na ni faida kwa upande wa wapinzani. Maana yake kwenye hili kundi Al Ahly ni timu bora ya muda wote na wako bora, wapo kwenye fomu. Wameanza vizuri sana kwenye hatua za makundi so far. Hawakuanza vizuri katika resi zao za huko nyuma. Walicheza na Aigle Noir, lakini hawakuanza vizuri katika ligi pia. But tunapozungumzia sasa hivi Ahly wako tofauti kabisa. Katika hizo mechi mbili za group stage wamecheza tofauti kabisa. Manake Al Ahly wana kila mazingira ya wao kwenda hatua inayofuata. Kimbembe ilikuwa ni AS FAR Rabat na Young Africans. Nani anaungana na Ahly? Hiyo ndio ilikuwa changamoto. Sasa advantage ambayo Young Africans wako nayo ni kwamba tayari wameshamchukulia alama 3 wakiwa nyumbani. Huu ni mchezo wa pili wanakwenda kucheza kule Rabat. Bad luck AS FAR Rabat bila uwepo wa mashabiki wake. Hii ni faida kwa Young Africans. Hiyo inakwenda kuwapunguzia nguvu hawa AS FAR Rabat. Ni taarifa nzuri sana kwa mashabiki wa Young Africans. So kama Young Africans atafanikiwa kwenda kuminya AS FAR Rabat pale, atachukua alama 3. Akishinda kuchukua alama 3 basi angalau alama 1. Akipoteza maana yake kuitumia vema advantage ya yule kupoteza mashabiki wake uwanjani, lakini kama atashinda maana yake atakuwa ameitumia vizuri advantage hiyo ya kutokuwepo kwa mashabiki wa AS FAR Rabat uwanjani. So hiyo ni taarifa njema sana kwa mashabiki wa Young Africans kwa kile ambacho kimetokea, na CAF tayari wamesha kwenda kutoa hukumu kwa maana ya fedha dola 100,000, lakini wanakwenda kufungiwa michezo yao miwili ya group stage. Kama watafanikiwa kwenda mbele kwa maana ya hatua ya robo finali, basi watabenefit huko. Lakini haya yote bado kuna nafasi ya kukata rufaa kwa AS FAR Rabat. Wana muda wa kukata rufaa kwa hiki ambacho kimetokea. Sasa faida ya kukata rufaa wakati mwingine inakuwa ni kupunguziwa adhabu. Hiyo inatokea. Simba wale kukutwa na hili rungu pia la mchezo dhidi ya Al Masry msimu uliopita. Msimu huu ilibidi wafungiwe kutokuingiza mashabiki uwanjani. Mchezo wao dhidi ya Gaborone United hawakuingiza mashabiki uwanjani, lakini adhabu ya kwanza ilitoka kwenye mechi 2. Walivyokata rufaa ikasalia mechi 1 ambao dhidi ya Gaborone United. Mchezo dhidi ya Petros Atletico de Luanda wamecheza na uwepo wa mashabiki wao. Sasa AS FAR Rabat wana nafasi ya kukata rufaa. Huenda wakakubaliwa rufaa yao, wakapunguziwa idadi ya mechi. Kule kwenye faini huenda isibadilike, lakini kwenye idadi ya mechi huenda wakapunguziwa, wakabandi katika mechi 1. Hiyo mechi 1 itakuwa dhidi ya JS Kabylie. Lakini Young Africans kama watakuwa wamebaniwa mechi 1, basi watacheza na mashabiki wao kwa maana ya AS FAR Rabat. Sasa hapa mashabiki wa Young Africans naamini wanatamani kuona AS FAR Rabat akiwa mweupe bila ya uwepo mashabiki wake, kwa sababu wanatoa support ya kutosha, wana nguvu kweli kweli. Hilo ndo kubwa zaidi. Anyways, wewe una nafasi ya kuchangia kwenye comment section hapo kwa namna ambavyo unaona ni advantage kwa Yanga kwa maana ya kwenda kuchukua alama 3, au unaona ni ngumu bado kwa Yanga hawezi kutoboa licha kwamba AS FAR Rabat huenda asiwe na mashabiki wake kwenye mchezo huo. Weka comment yako kwenye comment section hapo bila kusahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.